Yesu asifiwe sana. Lakini hatuwezi kumkosea Mungu na kwa anasa tu. Mtu anayetaka kwenda mbinguni hawezi kumkosea Mungu kwa sababu ya anasa za dunia. Hizi anasa za dunia zinapita. Anasa za dunia zimetufanya tumkosee Mungu, zimefanya tuachane na Mungu, zimefanya tutukane Mungu kwa sababu ya mavazi yetu wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ndio unakuta mwanaume anaweka hereni, alafu anatembea barabarani na mikogo kabisa, anaweka sijui ni mkufu, sijui ni hereni ya puani, anatoboa pua, anaweka hereni. Ni mwanaume. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kero mbele za Bwana. Hata Yesu anapokuwa kule mbinguni anakasirika na kulia, hawa watu niliwakomboa bure. Lakini wanadamu wengi hawajui ni machukizo. Lakini watajua siku ya mwisho, baada ya kuwa wamefumba macho yao au wapo tena duniani. Hapo ndipo watakapoona, wakati wanatoka duniani, kila jambo litakuwa wazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza ndio tukasema labda tu ni agano jipya, agano la kale ndio Mungu anataka kusema haya. Tuangalie na agano jipya. Timotheo wa kwanza sura ya 2. Kwa Yesu mwenyewe sasa. Yesu mwenyewe mwenye kanisa ambalo leo sisi tunaliendesha, kanisa la mitume. Ile sura ya 2 mstari wa 9 ni waraka wa kwanza wa Timotheo. Sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 10. Sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 10 inasema, kwa ajili Timotheo wa 2, Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 anasema, vivyo hivyo wanawake wajipambe kwa mavazi ya kusitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa madhahabu na ruru wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake waukirio uchaji wa Mungu. Mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kwa kujipamba, bali kwa utulivu wa ndani bali kwa utakatifu wa ndani, si wa nje. Tunapokwenda kumalizia kwenye kitabu cha Timotheo cha Petro sura ya kwanza, Petro wa kwanza, waraka wa Petro wa kwanza ile sura ya 3. Hapo ndipo nakwenda kumalizia. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4 hadi wa 5. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4 na wa 5 anasema, au nianzie ile sura ya 3 hapa mstari wa kwanza. Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na waofu. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu,
na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yaliyositirika, mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anaendelea kusema, vivyo hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu kwa kuwatii waume zao, kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamuita Bwana. Nanyi ni watoto wake, mfanyapo mema, wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Hayo wakatoa mfano kwa mama yetu, mama wa baba au wa bwana wetu Ibrahimu na baba yetu wa imani. Hawakufanya hayo, lakini leo hii wanawake wa makanisani wamekuwa ni machukizo. Wameachana na kile ambacho Mungu anataka, wameachana na kile ambacho Bwana Yesu ameagiza, wameachana na kila kitu ambacho ni cha utakatifu. Wanakuwa ni watakatifu nje, lakini ndani ya mioyo yao ni wachafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa limeacha desturi ya utakatifu. Kanisa limeacha mwenendo wa Yesu Kristo aliyoweka, na hawa hawatakwenda mahali popote. Neno la Mungu alijipingi. Kama Mungu alisema katika maagano yake yote, amesema agano la kale na akaja kumalizia agano jipya, hakuna kitu kitasitirika wala kitajificha siku ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hata wanasema yule mwimbaji yule Mkenya alipokufa akaenda jehanamu kwa sababu ya mapambo. Siwezi nikakataa. Na kipindi tunaambiwa haya, hata neno la Mungu bado tulikuwa ni wachanga, hatujui chochote kinachoendelea. Hata maandiko haya ya mapambo hatujajua ni kitu gani kinaendelea. Kwa hiyo kuna watu hata kama utawaambia watakataa. Wakati mwingine hawajasoma neno, wakati mwingine hawajawahi kusikia, wakati mwingine hata wale watumishi walio madhabahuni hawayafundishi haya kwamba ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wapendwa, mchana wa leo ni neno hili ambalo limepita kwenye masikio yetu, na hili linahusiana na wote, wamama, mabinti, vijana wanaoweza kufanya kwa habari ya kunyoa. Kuna andiko linasema kunyoa denge. Denge ni dhambi mbele za Mungu, lakini kuna watu wa makanisani wamenyoa denge na wanaona ndio minyoo inayotembea kwenye harakati hizi. Kumbe wanamsaidia shetani kupiga kampeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu likiwa limekataa, hakuna mahali ambapo kitafanyika kitu ambacho mwanadamu ataepukana nacho pasipo kuacha. Kwa neno hilo na kwa muda huu tusimame tunapokwenda kuomba sasa. Kila mmoja akaombe kadiri Mungu atakavyomsaidia.